الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وبعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia rehema na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa tuna furaha na bashasha kwa ajili ya kukamilisha masomo ambayo kwamba tumeyasoma ndani ya mwezi mmoja, masomo ambayo kwamba ni sababu yetu sisi kupata radhi za Mwenyezi Mungu, na vile vile ni sababu ambayo kwamba nampelekea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afurahike nasi. Bila kutoailisha, tutaingia moja kwa moja katika hafla yetu. Tutatupata Fatiha kwa rais wetu, kisha baadaye moja kwa moja katika maonesho ambayo kwamba yataonyeshwa na vijana, masomo ambayo kwamba wameyapata katika muda huu mfupi wa mwezi mmoja. Kwa hivyo rais wetu atakutulia Fatiha, kisha moja kwa moja tutaingia katika taratibu ili kuwahi muda wa hifadhi. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hafla yetu hii imegawanyika mara tatu. Bwana Spika, ifanye Kigawanyo cha kwanza itakuwa ni maonesho ya wanafunzi. Kigawanyo cha pili itakuwa ni nasaha kutoka kwa walimu zetu, na kigawanyo cha tatu itakuwa ni zawadi ambazo kwamba tutawakirimu wanafunzi wanaofanya vizuri katika mwezi huu mmoja. Tutaanza na maonesho ya darasa la Faqih al-Muqaddam. Darasa yetu sisi ni matatu. Tuna darasa la Faqih al-Muqaddam, tuna Ali bin Shihab na tuna Ali al-Mashhur. Watakuja vijana wa Faqih al-Muqaddam kutusomea Qur'ani ambao kwamba wamestafidi au walijifundisha ndani ya mwezi mmoja. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كانت أعينهم في غائب عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema Mwenyezi Mungu ahabul hadithi mazungumzo mazuri ilayya kwangu mimi asdaqu ya ukweli zaidi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema Mwenyezi Mungu khairukum bora wenu man ta'allama al-Qur'ana yule aliyefundisha Qur'ani wa 'allamahu na akaifundisha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema Mwenyezi Mungu kullu ma'rufin kila wema sadaqatu ni sadaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema Mwenyezi Mungu man tashabbaha biqaumin yoyote mwenye kujifananisha na watu fahuwa minhum na ni miongoni mwao. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema Mwenyezi Mungu akramun nasi mtukufu zaidi ya watu atqahu mcha Mungu wao zaidi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema Mwenyezi Mungu bora zaidi ya ibada addu'a kuomba dua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema Mwenyezi Mungu al-mu'minu mu'mini mir'atul mu'min ni kioo cha muumini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema Mwenyezi Mungu bora zaidi ya ibada
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema Mtume Mwenyezi Mungu rehema na amani afdalul sadaqati bora zaidi ya sadaka sabul ma'i kunywa maji. Nasimamia kuwasomea kasida iliyotungiwa na Al-Imam Abdallah ibn Hussein ibn Tahir. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ya ma'syara ikhwani alaikum
Tulia. Hao ndio wadogo kabisa na mashallah hawajawahi kulipa hata siku moja. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisema Digo bomba ngoja. Ngoja bomba. Hawa sasa ni wakumbuka kitabu wa pamoja. Ali utapata na nyumbani. Akala leo utapata ukija. Ana sana utasikia. Allahu akbar. Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumesimama mbele yenu kuwasomea somo la fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arkanu salati, ni ngapi nguzo za swala? Arkanu salati 17. Nguzo za swala ni 17. Ya kwanza ni kutia nia. Ya pili ni kuirimia swala. Ya tatu kusoma suratul Fatiha. Ya nne ni kurukuu. Hizo ni baadhi ya nguzo za swala. Pia tutatajia sunna za Ijumaa. Ya kwanza ni kuoga. Ya pili ni kuvaa kanzu nyeupe. Ya tatu ni kupaka manukato. Ya nne ni kurauka msikitini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuchukua na maonyesho marefu au istiaradi ndefu baadhi ya masomo ambayo kwamba wameonyesha ambao kwamba wasoma katika madarasa. Madarasa yetu haya kila siku tuna somo lake, tuna somo lake. Jumamosi wasoma fiqh, Jumapili wasoma fiqh, Jumatatu wasoma hadithi, Jumanne wasoma sira, Jumatano wasoma Qur'ani tilawa na hifdha. Ndio haya masomo ambayo kwamba wameyasoma ndani ya muda mwezi. Pamoja kuwa kulikuwa na mkatiko ndani ya mwezi wetu kwa sababu ya kifo cha ustadhi wetu almarhum Ustadh Salim na vile vile kifo cha mzee wetu Mzee Abajo. Katikati hapa masomo walikatika, ndio maana hatukuwa na maonesho mingi kwa sababu kulikuwa na kuhibu kwa wanafunzi, lakini alhamdulillah wamewafikiwa kusoma ndani ya mwezi mmoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipe kila la kheri na wazazi wao na walimu zetu ambao kwamba wametufundisha mpaka tukaweza kufundisha. Sasa tuingia katika kifungu cha pili. Kifungu chenyewe ambacho kwamba ni kusikiza nasaha. Baada ya kusikiza hizi nasaha tutamaliza na hadaya
Mwanzo tutasikiza kalima kutoka kwa Sheikh Ubaid kuzungumza kuhusu hii daura biikhtisar, baadaye atamtanguliza Ustadh Imamu, kisha baadaye watamaliza wazungumzaji wengine. Kwa hivyo bila kutoilisha, Sheikh Ubaid tutakuomba usimame utuzungumzie kuhusu hii daura, kwa sababu wewe ni miongoni mwa walimu ambao kwamba wamefundisha, bila shaka ni fahimu zaidi kwa haya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala, amma ba'd. Nakumbuka maneno ya yule mmoja kusema kuwa alam tara anna Allah awha li Maryam wa husi ilayki al-jib'a yasaqa bir-rutab ولو شاء أدنى الجذع من غير هزه إليها ولكن كل شيء له سبب. Hakika furaha ambayo kwamba imetawala katika nchi zetu, na kama tulivyokuwa tukisoma kule darasani, nilikuja kuwahi kuambia kuwa kila kitu katika maisha kina sababu yake. Wewe ukitaka kula si lazima ukae kitandani tuje kulishwa, la, ukitaka kula lazima uinuke, uoshe mkono wako upeleke katika sinia lishike tonge liingize mdomoni. Hili lote ni sababu, na kusoma vile vile kuna sababu yake ya kufuata. Na kaja kuambia kwa ukitaka kusoma si ukae nyumbani tu elimu itakuja yenyewe, la, lazima utoke ukatafute ile elimu. Sasa subhanallah na alhamdulillah, mwaka jana mudiri wetu wa daura Ustadh Omar alipokuja na fikra kama hii wakati wa likizo, kuita vijana na kukusanya vijana ili wapate kupata mawili matatu ambapo kwamba yafungamanisha au yafungamana na dini yao, alipokuja kunipa ushauri huo, nikamwambia ustadhi, lakini itakuwa ni uzito hapo, unaweza ukatangaza ile matangazo yakaenda kwenye hawa, yakaenda kwenye upepo, ikawa hakuna mtu yote ambapo kwamba atakuja. Kinapata tujaribu, na alhamdulillah kutangazwa kwa picha pale msikitini. Subhanallah, siku ya pili yale maajabu ambayo kwamba tumeyaona, tukaona watu wamekuja hapo kusoma. Tukasema kweli Gongoni bwana, mji wetu wa Gongoni kweli kuna vijana ambao kwamba wako tayari kupiga makamama elimu. Sasa alhamdulillah, mwaka jana tukawa wanafunzi takriban 60, lakini mwaka huu wakapungua kwa sababu mwingine wametoa udhuru kwa sababu wana mitihani kule shule. Sasa alhamdulillah, Mungu awajalie wenye kufaulu. Tukapata wale ambao kwamba tuliwapata takriban 53, alhamdulillah. Ikawa kila siku tunaja kufundisha na ile hali ya wanafunzi yazidi, na nikawaambia mdiri wetu Salama, kwa thamani wallahi daura hii tupate watoto na tupate na wazazi wa watoto, lakini kwa sababu ya dhurufu, lakini insha Allah mwakani, insha Allah idha kana lil umri baqiya, mwakani insha Allah tutakuwa hapa tuna wanafunzi na wazazi wa wanafunzi insha Allah. Semeni insha Allah. Kwa hivyo haya machache, lakini ninafikiri kama kingine insha Allah haya machache ambapo kwamba yanafungamana na daura yetu kama hii. Alhamdulillah, kuna darasa au kuna klasi katika fiqh al-muqaddam ambacho kwamba cha wale wanafunzi wakubwa alhamdulillah tunawafundisha, na bila shaka kuna mambo ambayo kwamba wameyashika katika hizi au katika hii elimu ambayo kwamba tumewapatia. Kwa hivyo haya machache ambapo kwamba nimejaribu kuzungumza ni mengi kama, lakini kwa sababu ya wakati, kwa sababu kuna watu wazima hapa, inshallah kwa haya machache ambapo kwamba nimezungumza, waomba Mola subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Na kabla kupeleka mkabala sote kama hii, tunamshukuru na tupeleka shukrani zetu za dhati kabisa kwa mudiri wetu, kwa baba yetu, kwa mlezi wetu ambaye kwamba tulipomwambia jambo hili akasema hilo jambo la kheri bana, haina haja kuniambia mimi, fanyeni. Maana ametupa ile go ahead, tunasema hivyo shukuru, sio? Ametupatia ile go ahead, ametupatia nguvu na kulipigia makamama jambo kama hili. Wallahi tunafurahi sana na tunashukuru sana, na vile vile hatutaweza kumsahau chifu wetu wa Gongoni ambapo kwamba amejitahidi, kwa sababu bila yeye kama kajana alizungumza, nakumbuka maneno yake hapa, akamwambia Ustadh Omar, twambie ustadhi bwana, chochote ambacho kwamba wakitaka sisi tutakusimamia, na hasa wakitaka kwa wakati huu tuongeze, tutaongeza ile amri yake na ushauri wake ambao kwamba
aliyoutoa chifu wetu wa Gongoni. Hawa watu wawili tuwashukuru kwa dhati kutupatia nafasi kama hii, na inshallah mpaka hapa nitakomea. Inshallah tutapeleka spika kama hizi kwa Ustadh Imam, inshallah yeye atajua kitu gani ambacho kwamba atakizungumza. Shukrani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi wa mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalana wa ba'd. Wazee waliohudhuria, rais wetu Mzee Othman Said, naibu wa rais wetu Sidi mkoa hiyo, chifu wetu Bashir Hussein, mzee wetu Nasir Alu, tuwemo mwenyeji wa eneo hili, mudiri wa Markazul Ikhlas, fadilatu Daia Ustadh Said Al-Hasan, hafidhahullah wa tawallahu billahi as-sihhati wal afia. Wazee, hii ni daura ambayo kama mlivyosikia tarehe yake kwa ufupi kabisa, ni fikra iliyotoka kwa ndugu yetu Sheikh Omar Mukhtar ibn Sheikh Said Al-Hasan. Kwa hakika alishauri wengi, alimshauri Sheikh Romedi kama mwalimu wake, kama ndugu yake, akanishauri mimi kama mwalimu mwenzake, kama mwanafunzi wake, kama shemeji yake, lakini akamshauri mudiri wa Markazul Ikhlas kama mwalimu wetu na kama mpitishaji mkubwa katika mambo ya Markazul Ikhlas. Na si ajabu fikra kama hii ya ufanisi ikitoka kwa mtu kama mfano Sheikh Omar, kwa sababu ya tibul faru ma tabat usul. Far'i inakuwa mzuri au mtoto anakuwa mzuri ikiwa mama atakuwa mzuri. Wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kwa fikra mzuri ambayo imetoka kwa mtoto mzuri aliyelelewa vizuri na wazazi wazuri. Shukrani kwa kutongezea sote. Na bila shaka sisi tuliohudhuria ambao tutawakilisha wazazi wa mjini, tutaondoka na sura nzuri na sifa nzuri ambazo tumeziona kwa watoto hawa kwa muda huu wa mwezi mmoja, kile ambacho kwamba wamejisoma, na ni dalili vijana wa kuonyesha kwamba wanaweza wakishikwa. Ni jukumu letu kama walimu kuwashika, na ni jukumu kama wazazi kushirikiana na walimu, na ni jukumu la watoto kuzidi kujitolea ili Gongoni izidi kupata mabadiliko. Ikiwa haya ni mabadiliko ya mwezi mmoja, nina imani tukiamua kwa mwaka mmoja tutakuwa na sura nzuri sana katika Gongoni yetu ikitokea ndani ya Markazul Ikhlas. Na swala kwa wanafunzi ambao wamesoma mwezi mmoja, bila ya kurefusha muda, kwa sababu tunataka tusikie maneno mazuri kutoka kwa mhadhiri wetu. Mola Subhanahu wa Ta'ala ameumba ardhi, lakini ardhi alipoiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume alayhi salatu wasalam kupitia maneno yake matukufu akaja kutufahamisha kwamba ardhi imegawanyika sampuli tatu. Wakati ile mvua inaponyesha, ardhi kwa mvua kama ile inakuja kugawanya ardhi kuwa sehemu tatu. Sehemu ya kwanza Mtume alayhi salatu wasalam akatuambia ni taifatun tayyiba. Kuna ardhi ambayo kwamba ni nzuri, ile mvua ikinyesha inaathirika na ile mvua na inatoa matunda kupitia ile mvua, lakini pia ardhi ile inahifadhi maji kwa ajili ya kunufaisha wengine. Kwa hivyo hii ni ardhi ya kwanza katika vile vigawanyo vitatu, ardhi ambayo inayonufaika kwa mvua inayonyesha, lakini si kunufaika yenyewe tu, la ikanufaisha na wengine. Ukienda kuteka maji kwenye ardhi kama ile, ukienda kunywa maji kwenye ardhi kama ile, ni manufaa ambayo yanayotoa ile ardhi kwa sababu ile neema nini? Neema ya mvua. Hii ni ardhi ya kwanza. Ardhi ya pili, Mtume alayhi salatu wasalam
akatwambia ni ardhi ambayo kwamba ni jadba, ardhi ngumu, ardhi ambayo kwamba haioteshi makulima kwa sababu ya ule ugumu wake. Lakini mvua ikinyesha kwenye ile ardhi, inafika sehemu maji yanasimama. Yakisimama yale maji, watu wakihitajia maji wanakuja kuteka kwenye ile sehemu ambayo kwamba maji yalisimama. Lakini ardhi imebakia kwenye hali yake ile ile ya ugumu, maanake haikunufaika na nini? Haikunufaika na ile maji, wala haiwezi kutoa makulima kwa sababu ya ule ugumu wake. Mtume alayhi salatu wasalam akatufahamisha kwamba kuna ardhi sampuli hii ambayo inayopata maji na ikaweka maji, lakini hainufaiki na yale maji kwa sababu ya ugumu wa ile ardhi. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akatufahamisha kwamba ardhi ya tatu ni ardhi ambayo kwamba inaitwa qi'an, ardhi ambayo kwamba ni ya mashimo. Kila mvua inaponyesha, yale maji ya mvua hupotea, ikawa ardhi yenyewe hainufaiki na mvua, na hata wewe mwanadamu ukihitaji kunufaika na ile maji au na yale maji pia huwezi kunufaika nayo. Kwa sababu gani? Yameingia katika ardhi. Hadithi hii ambayo imetugawanyia ardhi sampuli tatu, wanawazuoni watuambia na Mtume sallallahu alayhi wasallama, maana ya kuleta maneno haya ni kwamba na binadamu nao wamegawanyika sampuli tatu katika kusoma kwao. Kuna mwanadamu aweza kusoma akanufaika na kile alichokisoma na akawanufaisha watu, ni kama ile ardhi ambayo kwamba iliyonufaika na maji na ikanufaisha watu kupitia yale maji. Lakini kuna mwingine aweza kusoma asinufaike na kile alichokisoma akawanufaisha watu kile alichokisoma. Na haya yote katika alamul ilm twayaona na kushuhudia. Kuna mwingine awezekana kwamba ni msomi lakini hanufaiki na ile elimu yake. Lakini ardhi ya tatu tutaambiwa kwamba ni ardhi yenye matope. Huyu ni mtu wa tatu ambaye kwamba aweza kukaa darasani miaka na mikaka, haelewi na hawezi kuelewesha mtu. Ni kama ile ardhi ambayo kwamba ilikuwa na matope. Nini maana yangu kuleta hadithi hii? Tuwe ni hali ile ya ardhi ya kwanza ambayo tunufaike na kile tulichokisoma kwa mwezi huu mmoja, lakini tukitoka huko mitaani tuwe tuko tofauti na wale ambao kwamba hawakuja kusoma kwenye ule mwezi mmoja, ili na wao makani wakijua na wakisikia kwamba kuna daura wawafikirie nyinyi ambao kwamba mnasoma mwezi mmoja na mkanufaisha umma na hata msiwanufaishe kwa elimu, kwa zile akhlaqi zenu, kwa zile tabia zenu, kwa yale maisha yenu, ili iwe ni sababu ya kuwavutia wengine. Na ukifanya hivyo, la yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humuri na'am, kama alivyosema Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wanafunzi tuliosoma mwezi huu mmoja, hebu kile tulichokisoma tukifanyie kazi. Hapa tumesikia ahabul hadithi ilayya asdaquhu, bora ya mazungumzo kwangu mimi ni yale ya kweli, basi tuweni wa kweli katika kuzungumza kwetu, tuweni wa kweli katika maisha yetu, tuweni wa kweli katika vitendo vyetu, ndipo itakuwa hii ilmu tumeifanyia kazi, na ndipo tutakuwa tumefananishwa kama ile ardhi ya kwanza ambayo hiyo imenufaika na ikanufaisha watu. Tumezungumza mbele ya wazee, mbele ya mashehe, mbele ya mhubiri wetu, lakini ni vile na mimi nimekaribishwa nikaona nitabaruku, na hasa kwa kuwa nimefurahi kwamba kumbe twaweza kujitokeza wanafunzi wa Gongoni au vijana wa Gongoni karibu 50 na basi tuamueni katika kila kitu. Na wazazi nao pia wako hapa, hata kama hawako wote, lakini na imani hawa waliokuwa hapa watayafikisha haya maneno kwa kila mzazi, ili tuzidi kushikana, ili tuzidi kuwa pamoja, ili tuzidi kushirikiana. Lengo na madhumuni ni kutengeneza vijana, lengo na madhumuni ni kutengeneza abdal, mashujaa ambao kwamba watakuja kuitetea dini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, siku ambayo kwamba yahitaji kutetewa. Sasa nitaomba kabla ya maiki kupeleka kwa mhubiri, tumuinushe chifu wetu kama kuwakilisha pande mbili, kuwakilisha upande wa serikali na kuwakilisha upande wa idara na kuwakilisha upande wa wazee wa mji. Yeye atazungumza inshallah taala na kuonyesha furaha yake, na nina imani kwa kuwa ni serikali na ni naibu wa rais atamwaga mapesa hapa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ndio Rais Sheikh Athman, wanakamati Masirau, walimu wote, Imam Abed na Omar na wengine, wanafunzi, hamjambo tena? Leo mna furaha? Mmehitimisha ama mmemaliza? Tuendelee ama tusimamie hapo hapo? Tuendelee. Omari, kazi kwako sasa. Jeshi linasema muendelee. Mimi kwa niaba yangu na niaba ya wazazi, kwanza nikumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha hili jambo hapa lilipofikia. Wallahi, tulipolianza mwaka jana ilikuwa kama mzaha, lakini alhamdulillah leo ukiangalia nyuso za watoto wetu wote hawa wako hapa, sisi ni kuwaombea Mungu kuzidi kushikamana na kamba hii ili upate kutuletea natija na kuimarisha mji wetu na majumba yetu. Maana utakaoangaza majumba yetu ni nyinyi. Hivi sasa ukipita sehemu zingine, watoto marika yenu yote wamepotea. Ukisikia wale wanaozungumza mabarabarani, wallahi hata sengine uangalie wapi. Ukiangalia jendo zao si nzuri, kama vile mlivyoambiwa hapa. Tunataka tuone mabadiliko kupitia kwa nyinyi uliokuwa katika daru hii iliyokuwa ikiendelea hapa. Mimi kwa niaba yangu nimewapiga picha hivi na wengi wenu hamtanitoka machoni. Nataka nione mabadiliko, muwe na mabadiliko, upate kumuinua ustadhi wenu, Ustadhi Omar. Ni sawa hapo? Utabadilika? Ndio. Hatutaki kusikia mambo ya kucheza karata, mambo ya kuimba nyimbo zile zingine, hatutaki. Ukitaka kuimba, afadhali muje mniambie mimi wataka kuweka maulidi hapa, mimi nitawasimamia usome maulidi. Ni sawa hapo? Kwa wale mabarubaru walioko nyuma, nyinyi ndio mna kazi kubwa sana huko, kuna Huseni, Musa, nyote. Kazi yenu twawaomba mujaribu kutuletea wale mabarubaru wenzenu, ili nao waje wajumuike katika daru hizi zinazoendelea. Kusema la kweli, saa ingine ni masikitiko, hata ukiwa pale msikitini ukute bale mzima miaka 15 kwenda mpaka 20 akirukuu, basi hata ile surali yake ya ndani wewe ulio nyuma waweza ukaiona. Huwa sivyo vile. Uone barubaru mzima akishapiga salamu ameinuka yuenda zake, hawezi kukaa dakika 3 tu, usifanye lolote, soma kul Allahu 3, lakini assalamu alaykum itiki, sivyo vile. Kwa hivyo tukija kwenye madaru kama haya, sote tutazidi kupata elimu. Hakuna ambaye yuko sawa hapa, lakini tutapata hili na hili, tujirekebishe ili tupate kutekeleza swala zetu na ibada zetu kwa njia iliyo sawa. Lingine, sote tuko hapa, lengo na madhumuni ni nini? Ni kupata elimu, keshone tupate pepo, au sio? Kama kuna mtu ataka kwenda kupambana na zinganga kule, hakuna. Kila mtu atakayepata nini? Pepo. Pepo haipatikani kwa kanzu nyeupe na kofia kama hii ya chifu wa shehe. Pepo inapatikana kwa kuifuata na kuitafuta.
Kitu cha kwanza ni tusimamisheni swala 5. Swala. Ukikosa swala moja tu ukumbuke utaulizwa kesho. Ile pepo unaposhaitenga kidogo hapo. Kwa hivyo nataka niwahimize hapo. Tulikuwa na mkutano wa wazazi hapa na tukaafikiana wanafunzi wote wawe wakiswali asubuhi wanapokuwa wanasoma maskuli, alafu waweze kupata nini? Kupata kusomeshwa ndio uende skuli. Na ilienda vizuri sana, lakini nafikiri ilikuja kidogo kumepungua. Ile spidi tuliokuwa nayo imepungua. Kwa hivyo hivi sasa nataka niwaombe, ukifika majumbani muambie wazazi wenu kuwa tumeambiwa lazima asubuhi tukaswali wapi? Tukaswali wapi? Ukitoka ishai ni uende, kama utakula ulale, ili asubuhi upate kuamka mapema. Na ukumbuke riziki nyingi, ukitaka kuwa na sura nzuri ni mpaka upate swala ya alfajiri. Very good. Mpaka upate swala ya alfajiri. Kwa hivyo tujibidisheni, na siku ambayo sisi ile swala ya alfajiri tutatoka kama vile tunapotoka Ijumaa, basi hata nchi yetu ya Kenya tutakopo sisi ndio tumechukua. Kwa hivyo nawaomba tujaribu kushirikiana sana hapo ili tupate natija ambazo twazitaka. La pili, nikuwashukuru walimu na Baomi Abedi na Imamu kwa juhudi mnayoendelea nayo. Kusema la kweli, shughuli hii basi tukapewa sisi wengine, tukakiwa na bakora kama 10 kila siku, tutatafuta zingine 10. Maana kuwaongoza watoto wadogo ni kazi, lakini nataka nimwambie hivi, si yoyote anayeweza kuweka kongamano la watoto wadogo na kuwaongoza. Ile ni yule alichaguliwa na Mwenyezi Mungu ili awaongoze. Kwa hivyo nataka mjipe subra na muendelee nalo, na sisi tulio nyuma tutasaidiana na nyinyi. Lingine ni kwa idara pamoja na rais wetu. Wallahi msema la kweli, mimi nataka kwa nimesahau kidogo. Maana tangu juzi tuko safarini huku na kule, leo tukiingia tena masafarini nikawa nilitoka, lakini Baomar jana nilipigia kamwambia inshallah kwa uwezo wa Mungu nia niko nayo. Na sisi nafikiri ameniona karibu magharibi ndio naingia kutoka Marafu. Naomba mwakani tulifanye na tulieke na bashasha zaidi, at least ili ipate kusikika, tulisimamie. La mwisho na ambalo ni la kwanza ndani ya moyo wangu ni kwa mudiri wetu Sheikh Said Al-Hassan. Tunataka turejeshe shukrani kwake kwa kutupendelea ya heri, maana haya katika yale ya heri, na ni kiungo ambacho tuko nacho, atulegea mazuri, kutoa ruhusa kwa mustadhi wake kuja kufanya kazi wakati ambao si wao, hatuwalipi, hatufanyi kitu, lakini yeye akalibeba akasema endeleeni na imani na hakika kuzidi kuwaombea Mungu soteni ili hili jambo lipate kuendeleza. Sina mengi kwa leo, ni hayo. Nilikuwa mmepiga simu mahali vitu vije, lakini kaambiwa kuna mambo huko yametekelezwa. Vipi kabla ni hivyo hivyo? Kwambia haya basi, Omar, na zawadi yako hapa tutakupa wakati utakaporuhusiwa. Na la pili, ule ni kuagiza vitu, ule mzigo mimi nitakukabidhi wewe, utaangalia wewe na walimu wako. Sawa? Asante sana. Allahu Akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi
وصحابته ومن والاه أما بعد. Katika tuliosomeshwa sisi tukiwa wadogo kama nyinyi, tuliambiwa ulamau al-ghadi hum al-ahdath alladhina fi al-madaris, wanazuoni wa kesho ni wale vijana ambao kwamba wako katika madaris wasoma. Yoyote ambaye kwamba ni mkubwa alikuwa ni mdogo, na mdogo naye atakuwa mkubwa. Alhamdulillah, nimefurahi sana kwa hili jambo ambalo ikiwa sisi kazi yetu ni kusomesha, na tukiona kufanya hivi lazima tufurahi, na kuonyesha furaha zaidi isiwe ni kwa maneno, ile ni kwa vitendo. Wanangu Omar al-Mukhtar na Ubayd walipopewa ruhusa, mimi nikawaambia hilo ni jambo la kheri, niendelee, nataka lazima ruhusa, na lolote ambalo kwamba ni la kheri, siko naomba nifanye, naomba nifanye, kwa sababu sisi tumekaa kwa ajili ya kheri. Waliosaidia majengo haya, kusaidia kwa kufanya mambo kama haya, haiwezi kukatazwa kufanya. Mimi nina vitu viwili. Kwanza ni mgonjwa, naenda kwa madawa. Thania, nina na safari ndefu, lakini lau si hili la pili, ningelitoa zawadi ndogo kabisa kwa ile furaha niliyokuwa nayo. Lakini pia moyo wangu haukubali hata kama nina safari kutotoa zawadi. Nimesema kwanza nataka kuuliza walimu ni wangapi kuhusiana hili jambo? 6. Wanaongezeka tu. Naam. 7. Na wanafunzi wamesema ni wangapi wanashiriki? 53. Kwa hiyo mimi kama mwinjilisti, kwa ile furaha kubwa niliyokuwa nayo, nitatoa kula mwanafunzi shilingi 100, kula alioshiriki mwanafunzi. Takbir! Zitakuwa ni 5,000 na ngapi? Na 300. Shilingi 5,000 na 300. Kula mwanafunzi apewe shilingi 100. Kula alioshiriki. Hapa hakuna kupasi na kufeli, ndio? Kula alioshiriki apewe shilingi 100, itakuwa ni shilingi 5,300. Na kula mwalimu apewe shilingi 300. Kula mwalimu apate shilingi 300, ile Omari na Abedi mtapata 500. Hebu tuhesabu ni ngapi hizo? Omar na Abedi 500, itakuwa ni 6,300, na huko tuna 5,300, 6,300, na wale wengine wanawasaidia ni ngapi? 7,800. Kwa hiyo nitapenda nitoe shilingi 7,800. Takbir! Kwa ile furaha ambayo ninayo kwa jambo kama hili. Hapa zilizoko kwa haraka ni shilingi 6,000, itadaiwa 2,800, sio? 6,000 kwamba ni ili muone kama ni kweli siku ya 7,800, 1,800 itakuwa nadaiwa. Kwa hiyo hizi ndio ili muone ni kweli, niseme labda amesema tu. Nafahamu. Muone kwamba ni kweli, na nafanya ni furaha niliyokuwa nayo. Kwa uzuri wa hili jambo. Kwa hiyo tutamwomba mudiri wa hii daura, sio mudiri ni Omar, aje kwa rais wetu wa Sheikh Uthman Said Haji, apokee shilingi 6,000, kisha itakuwa nadaiwa 1,800, sio? Nadaiwa 1,800, tukitoka hapa tutakukamilishia. Elewa, kula mwanafunzi apewe shilingi 100, na wewe uchukue 500 kupata maji baridi iko umetumia, na Sheikh Abedi na apate 500, na hao wengine waliowasaidia kila mmoja naye mumpe 300,
Hili jambo liendelee, lisikatike, liendelee, na tuliombea libarikiwe. Na bishara kubwa ni maneno ya chifu wetu ambaye kiserikali ni chifu wetu, na kimaendeleo ni madaidara katika madarasa yetu hii, ambaye mimi na yeye tumetoka mbali sana. Ni safari ndefu ya mimi na yeye, na maneno kama haya ya kutujenga, maneno kama haya ya kufurahisha, na sio maneno, sababu kuna wengine ni maneno tu, katika wadhu miqata ala al-huruf, maneno na vitendo, na yeye akisema hutenda kulingana na ile hali yake, lakini hasemi kisha ikawa yamepita kwenye hewa, asema na atimiza anayosema. Kwa hiyo ndugu yangu Bashir, naomba wewe ni mbolea katika hili jambo, lisisimame kabisa, tushirikiane kama tunavyoshirikiana mwingine, na hili nalo tushirikiane, vijana waendelee, ili fikra ambayo kwamba labda onekana mimi kama Said Ali Hassan ambaye nina miaka 42 hapa, sina imani na vijana wa mjini, sitaki maendeleo kwa vijana. Hiyo ni nyimbo ya taifa yaimbwa, hapendelei vijana wa mjini, hawataki vijana wa mjini, vijana bodi tu. Mimi vijana wa mjini na wathamini zaidi kuliko bodi, na haya majengo yamejengwa Gongoni. Kwa hiyo vijana wa Gongoni ndio wanufaika zaidi na haya, lakini kama nilivyosema Ijumaa, hao waliotangulia kuwasomesha niliwasomesha majumbani au msikitini na madarasa. Hakuna mmoja nimekwenda kumsomesha nyumbani hata mmoja. Niliwasomesha, kuna vijana wa hapa mjini walipata shahada, kina Abdul Karim, jina kama jina amenitoka. Ilikuwa ni msikitini na madarasa. Yoyote anaokuja msikitini na madarasa, mimi niko tayari kumsomesha. Siwezi kumwambia kijana amekuja bana, toka. Mimi nataka vijana wote tu. Nataka vijana wote. Lakini sasa kama hawaji na mimi kwenda nyumbani siwezi. Na kama niko na nyumbani, nende nyumbani kwa nani? Kama niko na nyumbani kwa nyumbani kuja kusomesha, nianze kwa nani, nimalize kwa nani? Lakini ikiwa vijana kuja msikitini, mimi niko tayari. Vijana kuja madarasa, niko tayari. Na vijana mjini akisoma ndio furaha yangu zaidi. Tumeanzisha bodi sababu ilikuwa vijana wa mjini hawasomi, lakini sio kwamba tumeanzisha bodi kuwa overtake au kuondosha vijana wa mjini wasitoke. Ukisoma mimi nitafurahi zaidi na nyinyi kuliko vijana wa bodi. Tunataka msome, tunataka vijana wa Gongoni msome. Mimi niko tayari kumaliza umri wangu kuwatumikia nyinyi, niko tayari tukazakelewa kufa na kupona kuwatumikia nyinyi, tuwaone masomo. Lakini majua kama ni kusoma ni msikitini au ni wapi, sio barabarani au nyumbani kwenu. Siwezi kuja kusomesha nyumbani kwenu, mimi siwezi kusomesha barabarani. Njoo msikitini uangalie wakati nasomesha, tutakupokea, tutakuondosha. Njoo madarasa usome uangalie, tutakupokea, tutakuondosha. Hivi karibuni baada ya mikakati hii na maendeleo haya, mimi nilinunua vitabu kwa pesa zangu na nikapanga vijana wa mjini kuwasomesha, na ikawa Jumamosi na Jumapili pale kuanzia saa 5 mpaka saa 6 na wasomesha mwenyewe pale. Saa nyingine ni mtu mzima mtoba miaka 62, lakini kwa kwani vijana nasomesha, tunazungumza lugha za vijana, tutacheka saa nyingine sababu najua nasomesha kina nani, lakini kwa ile raghaba na shauku na mahaba ikawa nawasomesha. Na vitabu nilinunua kwa pesa zangu, kutaka vijana waendelee, kutaka vijana wasome. Kwa hiyo mimi nataka maendeleo yenu, mimi nataka niwaone mko safu mbele, na mkiendelea na mkawa na hima, basi tutawashughulikia zaidi kuliko vijana bodi, sababu hii madarasa imejengwa Gongoni kuwasaidia watu wa Gongoni. Sisi tunaona vizuri anaelewa kusema yangu. Hii madarasa iko hapa kwa ajili ya nyinyi. Sasa nyinyi mkiamua mtaka kusoma, basi na mimi nitaamua kuwatumikia kwa hali na mali. Mwisho kabisa, mwanangu Omar al-Mukhtar, Mungu akubariki katika hii kazi. Wewe na ndugu yako Dedi na shemeji yenu mama ambao mmekaa pamoja, mkawa na fikra na mawazo, ili jambo likuzeni, liteni kolea, lisififie,
lisife. Kama kuna nyasi zimevuka, upalilie, ziondoke nyasi ukakiolemea kwa uzuri, ukia na mbolea melewa ambazo kwamba zitafanya kitu kwenda katika hali nzuri. Na mimi sisemi niko mbele yenu, niko nyuma yenu kwa hali na mali na fikra, kama mwalimu wenu, kama baba yenu, kwa sababu hawa vijana wetu wengine waendelee, hawa vijana wetu wabadilike. Ndiyo raha kwangu, ndiyo furaha kwangu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awabarikie nyinyi katika kazi yenu na maendeleo lolote mbele ya wazee. Rais wetu yuko hapa, naibu yake yuko hapa, chifu wetu Sheikh Nasir Manilala yuko, naomba kwamba hawakuja ni kwa udhuru. Mimi natoa ruhusa na maendeleo lolote, hasa kwa vijana, hasa na kielimu, lifanywe. Mimi niko, mimi siko, ufanywe mambo ya maendeleo. Mkimaliza, mwingine ni siri yangu, lakini pengine yakiwa ni mazuri hutaka. Mimi huomba Mwenyezi Mungu katika kumwomba, ya Rabbi, mimi ni mja wako, umenichagulia kazi ya kusomesha. Ni moja katika mawili, ima nimepata au nimekosa. Popote nilipokosa, na kuomba Mola wangu unisamehe na uniwafikie nifanye uzuri, na popote nilipopata, na kuomba upatakabali na uniwafikie kufanya uzuri zaidi na zaidi katika maombi yangu na siku zangu. Na muomba Mwenyezi Mungu namna hiyo, nilipokosea nisamehe na niwafikie kurekebisha, nilipopata patakabali na niwafikie kupiga makamama na kuendelea nao. Vile vile namuomba Mwenyezi Mungu katika namuomba wanangu awafikie wafanye kazi nzuri zaidi na zaidi na zaidi kuliko mimi nilipofanya baba yao. Kama nimefanya mazuri, basi wao wafanye mazuri zaidi na zaidi na zaidi kuliko namna niliyofanya mimi baba yao. Na Mwenyezi Mungu ni karimu kuwaiza kujibu. Na dalili ni hii kwamba vijana wamefikiria mambo ya semina haya. Ukienda Daru Zahara, binti yangu kule Halima, naye yale mawalidi ya mitaa na madarasa, wanawake watu wazima ambao ilikuwa mtu hata kutamka alifu na be hajui, leo wamekuwa sio kutamka tu, soma mpaka na Qur'ani. Angalia sasa haya, hii ni dalili kwamba tukiomba Mwenyezi Mungu atujibu. Kazi yafanywa kwa uzuri Daru Zahara. Juzi tumekwenda kwa ile furaha, ikatoa zawadi karibu shilingi 8,000 kwa wanawake watu wazima, lakini nikawaambia nawapa zawadi hii, lakini thawabu zifikie usansali. Ni sadaka inatoa kufurahi kwamba watu wazima, kumbe ilikuwa mtu hajui kusoma, sasa ndio kusoma, lakini ni sadaka naitoa, thawabu zifikie usansali. Na hata hizi nilizozitoa hapa nazo pia ni sadaka mlizitoa, thawabu zimfikie nani? Al-Sansali katika barzakh yake huko. Kwa hiyo tunataka maendeleo. Mimi ni mtumishi, nataka nione kwamba mambo yanaenda vizuri, na niko tayari kuwatumikia, ukiwa ni wadogo, ukiwa ni wakubwa. Nikikosea ni mwanadamu, si malaika. Nikipata ndio ninavyotaka, na kuna mmoja atakafanya nini, atakapata. Mungu ibarikie hii kazi. Kwa hiyo ni barnamiji imekwenda hivi imesimamishwa, sijui baada ya mimi kutakuwa kuna nini, lakini nina furaha kubwa katika hili jambo, na insha Allah taala Mwenyezi Mungu atilie baraka Omar na Abeid pamoja na Sheikh Imamu. Mwenyezi Mungu awafikie na kufikiria maendeleo ya wanafunzi wetu na vijana wetu, hasa wa mjini hawa. Tufikirie maendeleo, tutafanya nini mpaka tuwasaidie, tutafanya nini mpaka tuwainue, tutafanya nini mpaka tuwaweke katika maweko yaliyo mazuri. Mwenyezi Mungu atujalie sote min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Tukiwa hafla yetu kama hii, sasa umefika wakati wa kutoa zawadi. Sisi daura yetu hii ya mwezi mmoja hatuna mtihani. Hatuna mitihani mwezi mmoja, kwa sababu mwezi mmoja huwezi kumpatia mtoto elimu yote. Lakini kudumu kwenye kitu ni kitu kigumu sana. Kuna wanafunzi katika huu mwezi mmoja hawajawahi kuharibu hata siku moja. Kila siku wao hudhuria, bali utakuta wakati mwingine wafika kabla hata walimu hawajafika. Sasa wanafunzi kama hawa watutia sisi raghaba katika kufundisha,
na tukiliona hili huwa tupendelea kuwapatia zawadi. Kwa hivyo hawa wanafunzi hawa tutawapatia zawadi kwa kule kudumu kwao na kule kuhudhuria kwao kila siku. Na kabla sijaanza kutoa zawadi kwa wanafunzi, sisi ni miongoni mwa thamarati al-ikhlas. Mimi nimesoma Markazul Ikhlas, kharij nikamaliza, nikasoma dakhil miaka 4, kisha baadaye nikajiunga kwenda kusoma karibu, nikasoma miaka 4, kisha nikarejea Kenya. Kwa hivyo sisi ni miongoni mwa matunda ya Markazul Ikhlas. Kusoma kwetu tumesoma Markazul Ikhlas, msingi pia tumeupatia Markazul Ikhlas. Hatuna la kulipa Markazul Ikhlas, ila sisi pamoja na kamati hii ya daura tumeonelea na tukapenda tumpatie mzee wetu na mudiri, inshallah atatusamehe. Zawadi yenyewe ni ndogo, lakini inshallah atatusamehe kwenye hili. Hatuna uwezo wa kumlipa, ila atukubalie zawadi hii inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie wenye kuwafanyia wema wazazi wetu, kushukuru kwao, atulipe kila la kheri na walipe kila la kheri, kutusimamia sisi, kutufundisha mpaka tukawa ni wenye kuweza kusimama mbele za watu na sisi tukakuwa kitu. Kwa hivyo tuna zawadi ndogo hii tutakupulizia mzee wetu na kumpatia zawadi kama hii. Rais inshallah tuomba kupatia mzee wetu zawadi kama hii niaba ya walimu na niaba wana kamati inshallah. Takbir! Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Shukran, barakallahu fikum. Moja kwa moja tukiingia kuwataja wale wanafunzi ambao kwamba wamejitahidi katika daura hii. Tukianza na halaka fiqhi muqaddam, kuna wanafunzi 5 ambao kwamba siku zote 30 hawajawahi kughibwa hata siku moja. Siku zote 30 wamehudhuria, bali kuna wengine walikuwa wakija kabla hata mwalimu hajakuja. Wa kwanza Adam Hussein, huyu mashallah aishi msikiti mdogo lakini afika mapema. Yani huku watu wa msikiti mkubwa wakimaliza swala, yeye tayari ashafika. Wanafunzi kama huko, hiki ni kidogo tutakupatia, lakini inshallah mtatunoelea huko. Wa pili ni Hussein Bashir, mashallah amejitahidi, na hata akiribu aliribu siku moja tu, na hiyo siku aloribu alikuja akanitolea udhuru kabla yake kwa siku 4, na kila akiniona nisisitiza, bwana siku fulani sitakuwako. Lakini mashallah mwaka jana alikuwa nasi na mwaka huu vile vile amehudhuria pamoja nasi. Mungu amlipe kila la kheri. Watatu Muhammad Bashir, inshallah uzidishe jitihada kwa kuchelewa, lakini uje kuribu inshallah. Wanne Mansur Nasir, huyu vile vile hajawahi kuribu hata siku moja, siku zote 30 amehudhuria. Sasa mkajiuliza, mmejuaje? Sisi tuna register huko, mkiingia lazima tutiki nani amekuja, nani ambaye kwamba hajakuja. Kwa hivyo hawa hawajawahi kuribu hata siku moja. Watano Yasir Masud, huyu vile vile hajawahi kuribu hata siku moja. Wale ambao kwamba hawakuribu hata siku moja, chakula moja nitampa shilingi 200. Takbir! Ambao hawakuribu hata siku moja, kula moja atapata shilingi 200. Si 5, ndio? Naam. Kula moja atapata 200. Kula moja tutampa shilingi 200 wale ambao hawakuribu. Naam. Tukija halaka Sayyidina Ali bin Shihab, vile vile kuna wanafunzi ambao kwamba walikuwa wakijitahidi sana bila ria. Ali Muhammad,
Sudais Mas'ud. Abdullah Said. Mereka suka maju. Buka Abdullah Said. Mana? Nurdin Said. Awak. Yang boleh. Yang boleh. Tukidai halaka darasa la katikati hapo Ali mashhur, kuna wanafunzi ambao kwamba vile vile hawajakulipa, haina haja tutaje majina, wako wengi 14. Ila stadi yao ataipokea mwalimu wao, atawapatia kwa baadaye watu 14. Yeye hawajua, msende mkamsumbua, hawajua nani ambao kwamba alikuwa yuko na nani ambao kwamba alikuwa hayuko. Vile vile kuna zawadi ya vijana wawili walikuwa na umri mdogo sana. Mmoja kwa Abdallah alikuwa akihudhuria, lakini Abdallah alikuwa akija kutuangalia, yeye ni kama rais, lakini hao walikuwa hawana. Mmoja milala pale, tuna Abdurrahman Abubakar na Affan Said. Muhammad Khamis tutakuja kupokelea bwana, tuwapokelea bwana, wamelala. Vile vile tuna wanafunzi ambao kwamba walikuwa na jitihadi zaidi. Tuna wanafunzi wanne: Omar Muhammad, kumbilia muda, Ali Hassan, babangu, Zubair Muhammad, Hashim Muhammad. Ali Hassan, babangu, Zubair Hassan. Tukimalizia zawadi ya Ustadh Sheikh Said na walimu waliohudhuria nasi, kwa zawadi zao hasha. Nikimalizia bila kumsahau ustadhi wangu, shemeji yangu, ustadhi wangu Rajab Umar, kwa nasi pamoja kuwa naye tutaelewana inshallah. Alikuja naye akafundisha darasa kubwa, akaja akawapatia nasaha vijana. Yeye ndo mwalimu wangu ananifundisha, kwa hivyo inshallah mimi naye tutamaliza mpaka hapa. Nadhani tutakuwa tumemaliza wale kuwapatia wanafunzi zawadi wote inshallah. Hapa kuna zawadi imeishiriwa kutoka kwa mkuu wetu na kamati wa idara.
Naona baraka jambo kama limefanikiwa. Hii ni ishara na ni dalili ya kwamba jambo letu limefanikiwa. Mzuri sana. Jambo limefanikiwa sana. Jambo limefanikiwa sana. Limefanikiwa sana, limefanikiwa sana. Sasa nimegundua kuna wale watatu nimesema wale ambao kwamba hawakosekana, kuna mmoja anapata shilingi ngapi? Shilingi 200, si ndio? Ndio hivyo. Wako wapi waliwasimama? Wale watano wale ambao hawakulimu kabisa, hivi. Nimesema kwamba kila mmoja 500, 200. Bado chukue ni 1000 tutagawana, kila mmoja 200, usemi utagawana zako, kila mmoja 200. Kisha tukisema nadaiwa shilingi ngapi? Nadaiwa 1,800. Haya, ndio mchukue hapa 1,200 zitakazobakia ni hao vijana wadogo kabisa ambao wamelala na sawa. Hao vijana wadogo kabisa, kila mmoja mpe shilingi 100. Kila mmoja apewe shilingi 100 au wadogo kabisa. Sitaki zumbi kwangu tena. Mzee mwingine labda ana jambo lolote. Mimi na safari na madawa, lakini furaha ni kubwa mzee, furaha ndio kwa nini kubwa sana. Hatufai kwa mdomo, kwa vitendo waone kama vijana sisi tunaendelea. Amar. Naam, tutafatisha sio. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. يا رب آمين 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 vijana ambao kwamba leo